Mabao mawili yaliyofungwa na Prince Pumelo Dube kwa mkojo penalty dakika 29 na Peodo Pacome Zouzoua aliingia katika kipindi cha pili dakika 63 na kufunga bao katika dakika 81 yaliwezesha Yanga kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate katika mchezo waliocheza nyumbani kwenye uwanja wao wanaotumia kama wa nyumbani KMC Complex jijini Dar es Salaam, na hivyo kujiongezea pointi kutoka pointi 10 walizokuwa nazo awali. Sasa Yanga wana pointi 13 huku wakiongeza idadi ya mabao kutoka 9 na kuwa mabao 11 baada ya kucheza mechi 5. Yanga wana pointi 13 na hivyo kuwa na mwendelezo mzuri katika ligi kuu Tanzania bara, ikiwa ni siku chache baada ya kufanya vyema katika mechi zao mbili za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi dhidi ya Fountain Gate ya mwalimu Mohamed Leiza haikuwa nyepesi hata kidogo. Namna walivyoanza, namna walivyokuwa wakicheza, Yanga ambayo ilikuwa na mabadiliko katika nafasi kadhaa uwanjani, ikiwemo kwa golikipa Djigui Diarra leo hii akiwa na majeraha hakuanza, ameanza Msheli, lakini pia mabeki wa kati alianza Frank Asink pamoja na Dickson Jobu. Bado ilicheza vyema ingawa ilipata ushindani mkali hasa katika kipindi cha kwanza. Hata hivyo, dakika ya 29 Yanga wakapata mkojo wa penalty ambao marejeo ya picha za video yalionyesha kama kuna utata fulani hivi, kwamba mwamuzi aliamua kimakosa, kwamba mpira ulionekana kana kwamba haukushikwa na beki Pandu Shaban Hassan wa Fountain Gate. Hata hivyo, tukio hilo lilimaliziwa vyema na Prince Pumelo Dube aliweka mpira wavuni na kuifanya Yanga iongozi kwa bao 1-0 mpaka mapumziko. Lakini kipindi cha pili Yanga waliokuwa wakistruggle katika baadhi ya nafasi kutokana na namna ambavyo Fountain Gate leo hii walikuwa wamejipanga, walifanya mabadiliko. Kocha Pedro Gonçalves akafanya mabadiliko ikiwamo kuingia kwa Peodo Pacome Zouzoua katika dakika 63, Lassine Kouma, lakini mabadiliko mengine yalikuwa ni pamoja na kuingia akina Kibwana Shomari kuelekea mwishoni mwa mchezo, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa ikiwa pia pamoja na kuingia kwa Musa Balakonte katika eneo la kati kutoka kwa Mohamed Dumbia lilifanya Yanga iwe na makali zaidi, ikaikamata mechi. Kuanzia alipoingia Peodo Pacome Zouzoua, Fountain Gate sasa wakawa wamevurugwa kwa sababu Yanga wakawa kitiririka zaidi kutoka kwa Celestine Ekwa, na mabadiliko yaliyofanyika yakaifanya Yanga sio tu kwamba inamiliki mpira lakini pia inafika zaidi, huku safu ya ulinzi ya Fountain Gate ikionekana kupaniki katika baadhi ya matukio kutokana na namna ambavyo anacheza hasa Peodo Pacome Zouzoua, mwenye uwezo wa kukaa na mpira kwa sekunde kadhaa, kuwapiga chenga na kutoa pasi kwa wenzake. Jambo hilo ndilo ambalo likahitimishwa kwa bao la Peodo Pacome Zouzoua katika dakika 81 akitumia vyema pasi kutoka kwa Dzuka Abuya, mchezaji bora katika mchezo wa leo, ambaye alitoa pasi kali sana, pasi iliyowavuruga walinzi wa Fountain Gate wakiwemo akina Pandu kutokana na namna ambavyo alipiga. Peodo Pacome Zouzoua akionekana kana kwamba yuko upande wa kulia kama marejeo ya picha za video yanavyoonyesha. Kwa walinzi wa Fountain Gate bila shaka waliamini kwamba mpira huu atapasiwa Pacome katika eneo lilokuwa hapo, lakini isivyo tofauti kabisa na vile walivyotarajia. Dzuka Abuya akaupitisha kati katika tukio ambalo ilionyesha namna gani wana mahusiano mazuri ya kiuchezaji, tunasema chemistry, kwa sababu Pacome alikwenda eneo hilo sahihi akipata mpira akiwa huru, lakini alitumia maarifa yake katika upigaji chenga akimshinda maarifa golikipa Juma Machupa wa Fountain Gate na kuweka mpira wavuni kuifanya Yanga ipate ushindi uliostahili sasa wa mabao 2-0, hasa kwa namna walivyocheza kwenye kipindi cha pili. Mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi huu. Kipi kilichowasaidia Yanga hata kupata ushindi huu mzuri wa mabao 2-0 na kuwa na mwendelezo mzuri kwenye ligi kuu Tanzania bara? Ni pamoja na ukweli kwamba wale walipata nafasi ya kucheza, baadhi yao leo hii walionyesha kiwango kizuri, akiwamo golikipa Msheli Abu Talib, kwa sababu kama ambavyo hutarajiwa Djigui Diarra kwamba anakuwa ni spareman, ni mchezaji wa tano katika kuzuia, ndivyo Msheli alivyofanya. Nyakati kadhaa ambazo walinzi wake walizidiwa, yeye hakuruhusu ile hali ya 1v1 situation, alitoka na kwenda kuclear mipira mitatu ya hatari zaidi. Lakini kuna tukio katika kipindi cha pili alitoka kwa umbali zaidi karibu na kati ya mstari wa uwanja kuinusuru timu yake isiruhusu bao, kwa sababu walinzi wake kina Frank Asink, Dickson Jobu walikuwa wameshaachwa, walikuwa juu kiasi ya kwamba Fountain Gate walikuwa na nafasi nzuri ya kwenda kupata bao. Lakini kiwango kizuri cha Msheli akiungana na wachezaji wengine kama Frank Asink kilifanya Yanga ipate matukio mazuri. Lakini kocha Pedro Gonçalves alisema miongoni mwa changamoto ni kwamba baadhi ya wachezaji wake waliowapa nafasi leo hii hawakufanya kile walichotarajia. Kati ya wachezaji hao kwa vyovyote vile, Msheli si miongoni mwao kutokana na namna ambavyo walicheza.
Lakini jambo lingine lilowasaidia Yanga ni kwamba yale mabadiliko hasa katika kipindi cha pili, utofauti wa madaraja baina ya wachezaji wa Fountain Gate na Yanga ulichangia pia Yanga kupata matokeo, kwa sababu kuingia kwa Peodo Pacome Zouzoua na wenzake katika kipindi cha pili kulichangia kwa kiasi kikubwa kuivuruga Fountain Gate na hivyo kupata nafasi za kuweka mipira wavuni. Ni katika kipindi ambacho Fountain Gate yale makali yao walionyesha katika kipindi cha kwanza hayakuonekana kabisa, badala yake muda mwingi viungo wao akina Kulandana wakajikuta wakifanya kazi kubwa ya kuungana na walinzi wao kuifanya timu yao iwe salama. Mwisho wa siku kilichowabeba kingine ni juu ya kujituma zaidi, hasa katika kipindi cha pili, kwamba mpira 50-50 walijitahidi kuiwahi na mwisho wa siku wakapata walichostahili, huku wakijua kwamba ni katika siku ambayo watani zao wajadi Simba nao wanacheza na hivyo walipaswa kushinda na wakashinda. Ukiondoa tukio lile la mwamuzi ambalo kiasi fulani lilionekana kana kwamba kulikuwa na kautata, lakini Yanga ushindi waliopata walistahili kutokana na namna kwa ujumla walivyocheza dhidi ya Fountain Gate. Nini kitakachofuata baada ya raundi hii ni swala la kusubiri, lakini mabingwa watetezi wangali wakiendelea vizuri. Sasa mechi 5 wameshinda 4, sare 1, wamefikisha mabao 11 wakiruhusu bao 1 tu. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.